unatamani uibeibe mali za nchini kwenu, wala hakuna anayekusemesha. Nina habari tofauti. Wewe sio mwana wa mfalme tu, umetoka kuwa mwana wa mfalme. Kuna level imebadilika. Mfalme akisha kufa, mtoto huwa mfalme. Unajua kwa nini Yesu alikufa? Yesu hakuwa na haja ya kufa, lakini ili sisi tusibaki kuwa wana wa mfalme, ilibidi afe. Tukishakufa, mfalme akishakufa, wewe unakuwa crowned, anakuvalisha taji ya kifalme. Katika kitabu cha Isaya anasema, niwekee pale, sio, anasema badala ya majivu wapakwe mafuta. Lakatenerema, badala ya majivu taji ya maua. Unajua sio kama mnanielewa, ni kitabu cha Isaya. Wanavikwa taji ya maua, taji ya utukufu. Badala ya majivu wanajipaka mafuta. Maana sio tena watumwa. Hakuna atakaye kuita tena mtumwa tangu leo katika jina la Yesu. Mara hii tu kwa jina la Yesu. Nasema mara hii tu kwa jina la Yesu. Mwaka huu tu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mafuta ya shangwe. Sikia namna gani inafanya impact hii. Inafunua kanuni muhimu. Kuna mambo hayabadiliki kwa mchakato, yanahitaji nguvu, yanahitaji matamko ya kimamlaka. Inaitwa authoritative declaration. Sasa Biblia inasemaje? Zaburi ya 29 mstari wa 3 hadi wa 7. Sauti ya Bwana ii juu ya maji, Mungu wa utukufu alipiga radi. Bwana yu juu ya maji mengi. Sauti ya Bwana ina nguvu, sauti ya Bwana ina adhama. Sauti ya Bwana, hiyo sauti ya Bwana yaivunja mierezi. Naam, Bwana aivunja mierezi ya Lebanoni, airusharusha kama ndama wa ng'ombe. Lebanoni na Sirion kama mwananyati. Sauti ya Bwana yaipasua miali ya moto. Na maswali kadhaa nataka nikuulize hapa. Kinachokuzuia usiende kwenye baraka yako ni nini? Swali la kwanza, je, ni maji mengi? Kama ni maji mengi, neno la Bwana liko kwenye maji. Sauti ya Bwana inapiga radi, yani neno la Bwana. Je, ni radi zinalia zinakufanya usilale usingizi? Sauti ya Bwana ni zaidi ya radi. Sikiliza nikwambie kitu. Je, kinachokufanya usizuie ni nini? Ni adhama na utukufu. Sauti ya Bwana ina adhama na utukufu kuliko hizo kelele unazosikia. Kinachokuzuia ni nini? Je, ni mierezi? Bwana anaivunja mierezi ya Lebanon. Ngoja nikuulize swali. Je, ni milima? Bwana anairusharusha milima kama ndama wa ng'ombe. Nauliza, je, ni nini ambacho kinakuzuia? Sauti ya Bwana inapasua miali ya moto. Kuna mtu ninamsikia moyoni mwangu, Bwana anasema na mimi, kuna eneo ambalo umekwama. Na mimi nimesema miamba, mawe ni mambo mengine, ni mambo yaliyokwama. Wakati mwingine ni moyo mgumu. Nina habari tofauti. Sauti ya Bwana ni zaidi ya hayo mambo. Kama unataka mke, ni wakati wa kupokea katika jina la Yesu. Kama unataka maisha bora, ni wakati wa kupokea katika jina la Yesu. Wakati nabii Ezekieli alipokuwa anatabiri, hakutabiri maisha ya aina moja. Watu wamekuwa kwenye jambo moja la ajabu sana. Anatuambia Mungu anazungumza habari za kuokoka, lakini kila mahali Mungu alipozungumza habari ya wokovu, alizungumza na matokeo ya kuokoka. Kuokoka kuishi kuokoka alafu ukafa ukiwa na njaa, wewe utakuwa mtoto haramu. Ukiwa mtoto wa nyumbani, baba ana bajeti ya. Nasema baba ana bili yako kwa jina la Yesu. Baba ana bajeti yako. He has your budget. I say hivi, your needs are his bills. Mahitaji yako ni bili zake. Kama ni bili zake, kwa nini teseke? Tukiimba watu wanatushangaa. Nimo ndani ya Yesu,
naburudika, nimo ndani ya Yesu, naburudika, nimo ndani ya Yesu, naburudika, nimo ndani ya Yesu. Sasa wanaoimba naburudika sasa, akivuka kwenye ule mlango utafikiri kuku aliyenyeshewa mvua, jogoo, miguu yote imenyoka. Unajiambia kabisa, nisije nikakanyaga nyanya za watu, nisije nikakosa cha kulipa. Njoo Florence atuhubiri. Kaka mmoja maskini alipendwa na dada mmoja mrembo kama huyo. Niambie basi kama unanipenda. Niambie basi. Nakupenda. Kweli. Yaani hivi ulivyo unaweza ukanipenda mimi? Ndio. Yani very stupid, yani ujinga kabisa yani. Yani jamaa akimwangalia huyu dada anashuka, anatoka kuwa mtu, yani ananawa mikono kama hivi. Wewe hivi unaelewa ninachokwambia? Sema tena. Nakupenda. Yani ananawa mikono na kuisugua kwa nguvu kuhakikisha kwamba uchafu unaisha, hana maji wala sabuni. Kama kuna kitu Mungu anasema na wewe, piga kigelegele cha maana kabisa. Hicho sio cha maana, piga cha nguvu zaidi kwa jina la Yesu. Mimi Florence akiniambia nampenda, naambia unamaanisha? Hii ngoma imetiki sawa, mimi nimeelewa. Asante. Mungu akubariki. Tutaonana, twende kwa mchungaji. Kwani nini? Kwani vipi? Unatishwa na nguo. Wewe unajua akaunti yake ina shilingi ngapi? Uenda wewe una nyingi kuliko yeye na hujawahi kujua. Kama anaendesha gari unajuaje kama ameazima? Jione kama Mungu anavyokuona. Sikiza Mungu anavyoniona. Mungu anasema hivi, kwa kuwa ulikuwa wa thamani na mwenye kuheshimiwa, na mimi nimekupenda, basi nitatoa watu kwa ajili wako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Nitaiamuru kaskazini, toa, wala kusini usizuie. Nitaiamuru mashariki, toa, wala ninaongea na watu. Ringa. Mtu anakuja anakuambia, wewe kaka ninakupenda, mwambie una uhakika unaweza kunipenda? Mimi nilishapendwa ujue. Piga mkwara kwanza mpaka mimi nilishapendwa ujue. Wa kwanza aliyenipenda alikuwa Mungu, Yesu akaniumba. Nione nilivyoumbwa vizuri. Hapo hujavaa viatu, umevaa ndala. Alafu unapiga mkwara. Umevaa ndala. Kama umeokoka, hata kama umevaa ndala, wewe mwisho wako sio ndala. Utavaa kiatu chochote kama mwana wa mfalme na mfalme. Neno la Bwana ni nyundo. Mimi niliokoka niko peku, wapendwa, peku, miguu imeliwa na funza. Ni check sasa hapa nilipo. Huyu Yesu naye msema ni halisi. Sisemi Yesu wa hadithi, na msema aliyenibadilisha mimi. Niko peku, miguu imeliwa na funza. Natembea na matege amazing ya ndani, matege ya ndani. Na hivi nilivyo mfupi sasa, navaa kiatu, navaa kiuno 27. Wewe ni bora uwe na matege alafu angalau nyama ziwepo. Kiuno 27, yani gomo hapa alipo ananizidi unene. Kipindi hicho naokoka mimi. Na mimi nimeokoka ni mkubwa kuliko yeye. Unatembea ukimsogelea dada wa watu, wale wahuni wa kanisani wanasema asije akaniangukia mimi, ukaka jamani ni mrefu.
asija akaniangukia mimi. Yaani mtu baka akasema jamani huyu kaka ni mrefu. Sio mrefu sana, shida ni ana njaa. Una njaa mpaka umeinama kidogo, unatembea kidogo, unalikazia ndani. Lakini ngoja niwaambieni kitu. Huyo Yesu aliyeniokoa anajua kulisha. Huyo Yesu aliyeniokoa anajua kunywesha. Hala hatumii nguvu nyingi, anasema ulituma neno lake huwaponya, huwatoa kwenye maangamizo yao. Look at this. 43. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa. Na kuna namna wanishangaza. Wewe Bwana, sijui kwa nini ulinipenda ukanifia. Sijui ulinipenda ukanifia, kwamba nilikuwa wa thamani, nilikuwa nina heshima, nilifaa kupendwa. Kwa sababu hiyo yeye anatoa watu kwa ajili yangu, anatoa kabila kwa ajili ya maisha yangu. Ninataka nikwambie, anasema usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta uzao wako toka mashariki, nitakusanya toka magharibi, nitaiambia kaskazini toa na kusini usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka maisha ya dunia. Hao watoto ni wewe na mimi. Wewe ni mtoto wa Mungu. Daka nyundo hiyo. Nasema daka nyundo hiyo. Vunja mawe yaliyokuzuia katika jina la Yesu. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu. Hivi mnasomaga Biblia nyao mnatania. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu. Someni vizuri pale. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu. Watu wanaitwa Wakristo, lakini Ukristo wenyewe shida. Unatembea ndutabu, yani unakaa kwenye ndutabu, unakuwa ndutabu. Wewe ni ndutabu wewe, chapa ya ng'ombe. Sana mtu anakuza, wewe ni kabila gani? Mimi Msukuma Gete, chapa ya ng'ombe kabisa. Mwambie mwanzo Gete. Mimi ni mtoto wa Yesu. Tangu sasa mtu asinitabishe mwilini mwangu. Sijabeba funza. Kila aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, na mimi nimemfanya. Mungu sio dhalimu kiasi hicho. Mungu sio dhalimu kiasi hicho. Yale yote unayoyaona kama hayaeleweki, siri ya kiroho hapa. Shetani haheshimu maelezo mengi. Jambo lolote unalotaka likuache halihitaji story nyingi. Ndio maana hapa kila nikienda narudi kwenye Biblia. Haheshimu maelezo mengi, anaheshimu mamlaka iliyo ndani ya mtu na neno linalotamkwa. Kinachoweka mamlaka, kinacho initiate authority kwenye maisha yetu ni neno tulilolimeza likasajiliwa likawa letu. Niliwafundisha siku moja habari ya yule baba anaitwa Benson Daosa. Akaenda hospitalini, akaulizwa, wewe si ndio yule unaponyaga watu? Ndio. Leo umekuja kwa waponyaji wenyewe sasa. Akamwambia nyie sio waponyaji. Akamwambia sasa uko mikononi mwangu. Akamuuliza, akamwambia yule daktari, akamwambia Daosa, utalala hapa kitandani kwa mwezi mzima. Akamwambia sitalala. Kwa nini utalala? Anasema his bone was not broken. Mfupa wake haukuvunjika. Akamwambia tumeangalia x-ray, picha zinaonyesha umevunjika. Anasema hivi, kesho asubuhi natoka hapa. Akamwambia una mamlaka gani? Anasema kwa sababu mifupa yake haikuvunjika. Jamaa akakaza, jamaa akashusha mguu ule uliovunjika, akauweka chini. Akamwambia his bone was not broken. Akashusha wapili, akasema his bone was not broken. Mfupa wake haukuvunjika.
akainua hatua ya tatu, asema mfupa wake haukuvunjika. Daktari akawa anashangaa, ule mguu uliovunjika unakanyaga kama kawaida. Soma kitabu chake, nitakutafutia hicho kitabu ninacho. Kwanza ninacho soft copy. Anasema his bone was not broken. Anapotembea daktari anashangaa, anaweka mikono, anasema huu mfupa mguu, anaambia wewe mzee, huo mguu utaharibika. Anasema hapana, mifupa yake haukuvunjika hata mmoja. Anakwenda anasema mfupa wake haukuvunjika hata mmoja. Jamaa akaondoka, akatoka kwenye mlango wa hospitali. Daktari akawa anafuata nyuma kama fisi anayefuata mfupa wa nyama. Nisikilizeni niwaambieni watoto wa Mungu, mamlaka ya neno la Bwana iliyoumbika ndani yako ni zaidi ya mamlaka ya rais wa nchi. Unajua hujawahi kuelewa maana ya kusoma Biblia. Yaani shetani haheshimu maelezo mengi, anaheshimu mamlaka iliyo ndani ya mtu, ambayo ni neno la Mungu linapotamkwa. Hakikisha umejaza maneno ndani yako. Kila situation inayokuja itamkie neno. Sikia nikaonyesha. Matendo ya Mitume sura ya 19. Wajamaa wakaja wakasema, na kuamuru kwa yule Yesu anayehubiriwa na Paulo. Anzia juu. Walikuwako hapo 14. Walikuwako wanasaba wa mtu mmoja Skewa, Myahudi, tena kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Au tuanze juu zaidi, tuanze juu zaidi. Hapa Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Kila mmoja atamke kwa sauti ya kutosha, kupita kawaida. Sema ika mikono yako miwili juu. Sema Bwana. Sijasikia mtu ambaye ana hasira kama mimi. Unajua kinachonisumbua hapa ni hasira. Weka mikono yako juu. Sema Bwana, hii mikono yangu ifanye miujiza kupita kawaida. Na Ijumaa nitakuwa ninaongea kuhusu namna neno linavyoweka karama ndani ya maisha ya watu. Maana kuna namna nashangaa kanisa hili. Haiwezekani tunakaa hapa mwaka tunaongezeka 5, sio 20. Tunaweza kuongezeka kwa maelfu kama tukiruhusu karama na tunda lifanye kazi ndani yetu. Siku ya Ijumaa, wewe takaa na Roho Mtakatifu. Tutaongea. Kuna watu hapa nataka muwe vichao kwa mtaani. Kutana na mtu kwenye bajaji akikusogelea, asikie moto unawaka katika jina la Yesu. Kwa nini wale walikuwezekana kwako isiwezekane? Ile wiki kabla ya hii iliyoisha jana, si nilikuwa nikihubiri hapa, mtu alikuja kule, pepo zinatokea kule. Kwani mimi ninakuzidi nini wewe? Wale jamaa hata wagonjwa wakaletewa leso. Hapa ndio ile doctrine ya vitambaa mitume wanaleta inatokea hapa. Leso imetoka jasho, jamaa anapelekewa mgonjwa jasho. Yani watu waliheshimu mpaka vitambaa vichafu vya Paulo viliheshimiwa. Wewe una shida gani usiheshimiwe mpaka vitambaa vyako vichafu? Naongea na watu. Yaani mdada mrembo uliyeokoka, mtu anakuja usana anakutongoza. Wewe dada, nimekuelewa. Alafu na wewe kwa ujinga unaanza, jamani. Kweli? Kwa taarifa yako, kila flash ina virus wake na kompyuta ina virus wake. Wewe chomeka virus nani zako kwenye kila kompyuta. Tosheka na kompyuta yako bro. Flash yako isiingie kwenye kila kompyuta. Yaani kweli huyo ni virus. Muulizeni Albert msamiati huo. Kama laptop haina antivirus na flash ina virus, ikiingia automatically virus. Na kama kompyuta ina virus, na kwa kawaida flash hainaga antivirus, ukichomeka inachomoka. Mafaili yanaliwa. Unaanza kushangaa vitu haviendi, kumbe mafaili yameliwa.
Gospel zingine ni nzito, lakini hata idondoke hivyo hivyo. Umeshazoea wewe, kila flash mtu akija tu anachomeka chwa anatoa, mwingine anachomeka chwa anatoa. Yaani wewe hiyo flash yako inaingiaga kila mahali. Wewe hiyo kompyuta yako inaingia kila flash. Weka limiti. Gospel yenyewe ina matokeo. Nasema neno la Bwana ni nyundo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baada hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini, magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Mstari wa 13. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga na wapunga pepo wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao. Unaona tofauti ya mtu aliyejaa neno na mtu anayetangatanga kanisani. Malaya wa kanisani. Malaya wa wapi? Wa kanisani. Kila kanisa lake, kila mahubiri yake. Siku hizi hata hamwendi kanisani, mnakaa kwenye TV, unatuma na sadaka. Unatuma na sadaka kwenye TV. Ukimaliza unahamia kwenye YouTube. Na ukiwa umesaidikwa na Mungu una wifi. Hatukukuti una mafundisho kama yote. Uko level na unajiambia mimi niko level zingine za Ukristo. Hapa kanisani natafuta tu mahali ambapo naweza nikakaa ili angalau nikipata kitu niwe na watu walionizunguka. Bro, maisha ni magumu sana. Vitu kwa ground haviko hivyo. Watangatangaji hawa. Na kukemea kwa yule Yesu anayehubiriwa na nabii fulani Palanjo. Maana nimemwangalia YouTube, hata nyinyi mnaoniangalia YouTube mnatakiwa kuwa na makanisa. Maana kuna wanaoniangalia YouTube. Anawapisha kwa yule Yesu anayehubiriwa na Paulo. Walikuwako wanasaba wa mtu mmoja Skewa. Twende. Wakawaambia hivyo hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu, akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni akina nani? Mamlaka ya neno haiji kwa sababu umemsikiliza nani. Inakuja kwa sababu lile neno limesajiliwa kwenye maisha yako, limekuwa la kwako. Linapotoka kwenye kinywa chako linakuwa kama neno la Mungu kwenye kinywa cha Mungu. Simama pale ulipo. Sihubiri tena leo, nitaanza kesho. Nataka uwe na neno kwa ajili ya hiyo hali unayopitia. Lakini tunataka tuombe tofauti sana leo. Waimbaji wachache wale line up ya microphone labda. Nikiitisha waimbaji alafu watu waliokuwa wameshika mic naona wanabaki nyuma, najiuliza. Najiuliza mara 10. Nataka uombe kama Samson. Tumesema hivi, neno linapokuja kama nyundo alifanyi kazi kimchakato, linafanya kazi kimamlaka. Natamani kama unaweza kujificha juu ya paa, walio juu wasikuone na walio chini wasikuone.
Kama naeleweka, ngoja niseme vizuri. Natamani kama ungeweza ujifiche juu ya paa, walio juu wasikuone, hata jua lisikuguse, na walio chini wasikuone, alafu ukae hapo uombe. Neno liumbike ndani yako, lianze kutengeneza maumbile. Unaweza ukatawanyika kwa kadri unavyoweza, wengine mnaweza kusimama huku, yaani mtajua mnavyotawanyika. Lakini nataka uombe kwa kunuia, kwa makusudi. Mimi nitaimba tu, alafu nitakuruhusu uachilie. Cha msingi, fungua moyo wako, ruhusu Roho Mtakatifu. Sitaki upige magoti, nataka ufanye vita. Neno kama nani, wewe simama tu, hata hapo unaweza kusimama. Nataka ufanye, sitaki upige magoti. Hili ni gwaride la jeshi. Kuna maisha ambayo tunayaishi na sio yetu. Sisi watu wa Geita tunaishi juu ya dhahabu. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ube wimbo wetu, nisikilize. Nataka uimbe kama mtu unaongea na Mungu ninyi wawili. Fanya, inua kiwango cha imani. Kataa kila kitu unachokichukia kwenye maisha yako. Mwambie Bwana mara hii tu kama Samson. Kusudia kwamba nataka badiliko la ndani lizae badiliko la nje. Uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ni kilio changu Bwana, peke yangu nimeshindwa, uwepo wako Bwana uwe nami. Alisema Musa, Bwana bila wewe siondoki, uwepo wako Bwana uwe nami. Alisema na Daudi, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Jumapili, peke yangu nimeshindwa, uwepo wako Bwana uwe nami. Twende sema ombi. Inua sauti yako, sema. Hii ni maombi yetu.
Simama mwenyewe, simama mwenyewe, simama mwenyewe Bwana. Haleluya, haleluya. Simama mwenyewe Bwana. Haleluya, haleluya. Imba kwa imani. Kama ilivyokuwa katika bahari ya Shamu, ulivyoigawa Bwana, Israeli wakapita. Penueli, tuko hapa, tunakuhitaji sana. Simama mwenyewe leo, upende nasi Bwana. Simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe leo. Mwisho yule binti, simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe, simama mwenyewe Bwana. Siwasikii mkimwambia Bwana, kwenye masomo yangu, kwenye masomo yangu, kwenye ile masters, kwenye ile PhD, kwenye ndoa yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye familia yangu, kwenye familia yangu, kwenye biashara zangu, ninakuhitaji Bwana. Haleluya, haleluya. Kwenye familia yangu Bwana, maisha yangu ya kiroho Bwana, nakuhitaji sana. Nina kiu nawe, simama mwenyewe Bwana. Nivushe, nivushe leo Bwana, mara hii tu Bwana, mara hii tu Bwana. Simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe Bwana. Haleluya, haleluya. Una mambo ya kushangaza yananizuia nisiende. Ninakuhitaji sana, simama mwenyewe leo. Kama ilivyokuwa nyakati za Yoshua Bwana, ulisimamisha jua Bwana. Simama mwenyewe, simama mwenyewe Bwana. Wite tu, wite tu. Haya ni maombi, haya ni maombi yako, haya ni maombi. Rakalera, rakalera rusa. Ninakuhitaji sana, nina kiu nawe sana. Univushe sasa Baba. Haleluya, peke yangu siwezi, sitaki kutoka hapa, nataka kwenda nawe. Nipe hatua mpya, bila ya wewe siwezi. Nina haja na wewe Bwana, safari bila wewe ngumu. Nivushe mahali hapa, kama kwa Samsoni Bwana. Ninataka nguvu mpya katika watoto wangu. Nivushe salama, niuone wema wako, nizione fadhili Bwana. Nina haja na wewe Bwana.
kemari kamendara rabaka yandara mama murabosi. Simama mwenyewe Bwana, simama mwenyewe, tuvushe salama. Shuka na uwepo wako Bwana, shuka na Roho wako Bwana, tunakuhitaji Bwana. Kama Petro alipokuwa gerezani, mwenyewe ulikuja ukamtoa. Yakanarabarabarabarabaro, yakanarabarabarabarabaro, ariamakanarabarabarabarabaro, rakararabarabarabarabaro, yanarabarabarabarabaro, naramanaraba, riakararamanarabarabaro, ikanarabarabarabarabaro, riakararabarabarabarabaro, inararabarabarabarabaro. Nenda mbele za Bwana, muombe asimame mbele yako, awe ngao na kikao, asimame akupiganie, asimame akuokoe. Uwe ngao na kikao Bwana, usimame utupiganie. Rakashatarabinama, hatua zetu ziongozwe na wewe. Rikandarabanamaka roria mashatarabinama. Nenda mbele za Bwana peke yako, ingia mahali pako pasiri, yaite yasiyokuwako kana kwamba yapo. Rakatelkanarosanima, ninaona jambo zuri linatokea. Watoto ombeni kwa ajili ya masomo yenu, watoto ombeni kwa ajili ya shule zenu. Rakadarabanabosarera ikandaramanaraba. Mwambie Bwana maraitu, mwambie Bwana maraitu, mwambie Bwana maraitu, mwambie Bwana maraitu, mwambie Bwana maraitu. Rakadelkanadosha ikandarabanama. Mwambie Bwana maraitu, mwambie Bwana maraitu, mwambie Bwana maraitu. Kama Samsoni ninataka, ninavuka kwa jina la Yesu. Usiombe kizembe, tamka. Anasema unani wewe mlima mrefu? Tumia hilo andiko la Zakaria sura ile ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Unani wewe mlima mrefu usimamaye mbele ya Zerubabeli? Ongeza sauti kidogo. Rikatalarabaya ikondararabinamaya rakashatalkarados. Iko sawa, iko sawa. Rekotalarabina yakalarabinama. Ninaona milango inafunguka, ninatabiri milango inafunguka. Nasema ngome zinaanguka, nasema ngome zinaanguka. Walisema una ukimwi, mimi ninasema wewe ni mzima. Walisema unakufa, mimi nasema unaishi. Lakaterkanamanama. Haya yatabirie maisha yako. Unani wewe mlima mrefu usimamaye mbele ya Zerubabeli? Maana utasawazishwa, nawe utakuwa nchi tambarare. Nasema utakuwa tambarare, nasema unakuwa tambarare. Kwenye familia yako tambarare, kwenye maisha yako tambarare. Haya, chochea, chochea, chochea. Rakatarabindaramanama. Ninataka niwaone watu ambao ni mashujaa wanaoelewa kila lililosimama, kila lililokwamishwa, kila lililosubirishwa, kila lililorogeka. Rata makata la radino rianda rabana rabaka ikandele banama ikandala rabinama. Vitu sio mahali pako. Naomba nikwambia, hii ni vita. Neno linafanya kazi kama nyundo, na nyundo inafanya kazi vitani. Riatola remanama. Haya miamba anguka, haya vizingiti vunjika, haya bomoka kila kitu, haya kiambaza bomoka, haya ufalme achia. Rikatala bindorianama. Tunalisabili neno, tunalisajili neno, linakuwa la kwetu. Tunasajili neno, linakuwa la kwetu. Hili neno ni maisha yetu, maana aliyesema Bwana ndilo litakalotokea, vile alilosema Bwana ndilo litakalosimama. Maneno ya watu yanakoma, lakini maneno ya Bwana yanasimama. Nasema ndilo litakalosimama, maana ameahidi kwa neno lake. Neno lake halitamrudia bure. Rikatamayanda riakalarabinama yakalarabinama. Kuna mtu bado unazembea, kaza kidogo, ingia rohoni. Hatena maisha ya kuangalia watu. Watu hawa ni watu wanapita, ila wewe unasimama kwenye zamu yako. Rakatelkaraba indaramanaraba yakalarabi
binama ikandala rabanama. Ninashusha moto wake ndani yako, ninashusha moto wake ndani yako, uyaite yasiyo kwako kana kwamba yako. Rapataya ikandaraba ikariamada lekitarianama reketera lakitanderianaba ikanamanaraba ikandalarabanama ikandalarabanama yakalarabinama iyandelkarabanama. Yatosha ulivyosaga ngano, yatosha ulivyokaa kwenye mambo yasiyoeleweka. Bado una dakika 20. Kaza, tumia hizo dakika chache. Rikandalarabanama ikariamagarababorama. Kama kiti kinakuzuia kiache. Unaweza ukaamua ukatoka hata nje. Wewe yaambie maisha yako yawe align your life according to the word of God. Rikandalarabanama rakatalarabanama ikoriamagarababorama yandalkarabinamanama rakashatalkarabinama rekotalaramanama yandel karabina manabi reko sakatal karabanama randel karabina manabida yakel karamana rababuraba shatala rababuriamaka ikandala rabina manabi yandala rababuriama ikoriama sikal karabi rakatala rabamurabi indala rababurabinama rakashatala rabinama. Mwana asinziae wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Nasema hivi, usimwaibishe Bwana wala usiaibike mwenyewe. Yaite maisha yako, yaite maisha yako, yaambie ya materialize. Reketama ikandaraba ikarabinama. Ni kama waliorukwa na akili, lakini tukijua tunachofanya. Reteskalaba ikandarabanama rapashata likandaraba ikarabanabi likarebeni rekeliarabe ikandarabanama ikariamagaraba rakatalkarabe indarabalarabi ikanderianabi rimasakalabi radosakelama ikandarabinama ikandelkarabina rekoshatalarabi ikanderiamanaba ikanamanarabina. Kwenye masomo wanakuwa vichwa, kwenye masomo wanakuwa vichwa, kwenye biashara wanakuwa vichwa, kwenye kazi wanakuwa vichwa, kwenye biashara wanakuwa vichwa, maofisini wanakuwa vichwa. Nasema wanavuka kwenye kazi, wanavuka raba linda raba na manama. Watu wanaotegemewa wanaumbwa mahali hapa. Nyundo imeanguka, inaumba maisha mapya. Nyundo imeanguka, inaumba maisha mapya. Kaza. Piga ile eneo lililosimama unaloliona. Tamia neno la Bwana. Anasema, je, neno langu si nyundo ivunjayo mawe vipande? Asema Bwana. Je, neno langu si kama nyundo ivunjayo mawe vipande? Asema Bwana. Neno la Bwana ni nyundo. Udhaifu, roho za uzinzi zinakufa. Wewe ambaye unateswa na uzinzi, roho ya kuogopa maombi inakufa. Hiyo roho unayeteswa na uvivu, roho za uvivu zinakufa. Wewe unayeteswa na uvivu, roho za uchawi zinakufa. Wewe unayeteswa na wachawi, roho za mapepo zinakufa. Wewe unayeteswa na mapepo, roho za magonjwa zinakufa. Wewe unayeteswa na magonjwa, nasema laana ya wazazi inakufa. Nasema hiyo mitego, laana za vizazi, roho za ukanda zinaachia maisha yako. You are not the same person. Lazima ukombolewe. Neema ya Bwana inafanya maajabu. Tamka maneno kwa mamlaka. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, ninalipokea neno lako. Katika kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Mchana wa leo ninatumia mstari huu. Nimeamua kukaa ndani yako. Nimekubali neno lako liwe la kwangu.
ninaliamuru hilo neno liyaite mambo yasiyokuwako yatokee kwenye maisha yangu. Nasema tunda la Roho lizaliwe ndani yangu. Nasema karama za Roho zizaliwe ndani yangu. Nasema uwezo wa kiungu uzaliwe ndani yangu. Kila jambo ambalo halijakaa vizuri, ninachukua neno hili za Zakaria sura ya 4 mstari wa 6 na ule wa 7, ya kwamba sio kwa uwezo wala sio kwa nguvu, bali ni kwa Roho yako Bwana, na bali ni kwa Roho yako Bwana. Unani wewe mlima mrefu usimamaye mbele yangu, unasawazika, unakuwa nchi tambarare. Kila jambo lililoanza na wazazi, lilokuja na mababu, lilokuja na mashangazi, lilokuja na ukanda wa Geita, ninalikataa kwenye maisha yangu. Ninalivunja kwa neno la Bwana, ninalisaga kwa neno la Bwana, ninalibomoa kwa neno la Bwana. Ninavunja hizo madhabahu za giza zinazoshikilia haki zangu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Hayaanza kupiga hizo madhabahu, hayaanza kupiga hizo madhabahu. Piga kwa jina la Yesu, bomoa kwa jina la Yesu. Labda ni za kuharibu ndoa, labda ni za kuzuia uzao, labda ni za kuharibu mimba. Rakatamakarababu ikandalarababona. Siwaoni watu wenye hasira, nataka niwaone watu wenye hasira. Rakatalarabanda ikiwa rabalerebo rekelelebebelebeko indarabanarababu ikandarabashata likandarabanama rakandarabanama ikalkarebanama rekasakataraba. Katika jina la Yesu, watoto wangu wanaachiwa. Nasema wanaachiwa huru, nasema wanawekwa huru. Makatala rabinanda ikandara banamaka likanderia manaraba rakashatala rabinama rekotala rabinama ikandala rabanama rakatala rabinama rakashatala rabinama rikandala rabanama ikandala rabanama reko satala rabinama riandala rabanama riakala rabanabi riandala rabanaraba ikandala rabinama roko shetel karaba ikandala rababara ikandala baraba ikandala banama rikandala baraba ikandala banama reko satala rabi riandala rabanama reko satala rabina ikandala rabanama rakashatala rabi riandala rabanama reko satal karabi rakatala rabinama yandala rabanama ikandala rabanama rakashatala rabina roko seketelelema ikandala rabinama ikandala raba yakala rabanama reko shatal karabi yandala rababudami ikandala rabababu ikariyama gadalka repo shatala rabi ikandala rababudami yakala rababudami. Nasikia kuomba kwa ajili ya ofisi. Nikemee hizo roho zinazokutesa ofisini. Riakala rabinama ikandala rabanama. Ofisi zenu haziendelee, maisha yenu hayaendelee. Rikandala rababudiyama ikalkara bababudama rekoshatala rabinama ikandala rabinama iliakola rabanama iliamasakala rabinama. Inua sauti kidogo, akisha shetani anasikia sauti yako. Inua sauti kidogo, ongeza kidogo na kutia moyo, na kutia moyo. Kaza kidogo, unakaribia kufika ng'ambo. Walipiga kelele wanafunzi, walipiga kelele watoto wa Israeli, walipiga kelele wana wa Yakobo, kuta zikaanguka. Ziamuru zianguke, ziamuru ziachie. Karapataramanda
kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Piga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Pigwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Achia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Achia ndoa yangu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Achia familia yangu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Achia kazi yangu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Achia biashara yangu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Achia watoto wangu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lazima wawe bora kila watakapokwenda. Rapakapandeleba ikandalarabeta. Achia kichwa changu kishike mambo. Hakuna kusahau kiolela katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nasema hakuna kusahau kizembe. Nitayashika mambo anayonifundisha Bwana, nitayashika kwa jina la Yesu. Roho ya elima, roho ya wachawi inayozuia akili isifunguke, ninaipiga kwa jina la Yesu. Maana neno la Bwana linasema atanifanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria chenye meno. Nitaifikisha milima na kuisaga, nawe utaifanya vilima kuwa kama makapi. Utawapepeta na upepo utawapeperusha. Upepo wa kisulisuli utawatawanya, nawe utamfurahia Bwana. Utajitukuza katika Mtakatifu wa Israeli. Rakatamaraba katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Makatalarabinama. Haleluya, haleluya. Pasha talarama. Weka mikono yako pamoja. Neno la Bwana linasema, tazama nitakufanya kuwa chombo kikali kipya cha kupuria chenye meno. Utaifikisha milima na kuisaga, nawe utawafanya milima kuwa kama makapi. Utawapepeta na upepo utawapeperusha. Utawapepeta na upepo utawapeperusha. Upepo wa kisulisuli utawatawanya, nawe utamfurahia Bwana. Utajitukuza katika Mtakatifu wa Israeli. Hiyo mikono uliyoweka juu, piga makofi ya maana kwa Bwana. Naendelea kumwambia Bwana asante. Piga kelele ya kushangilia. Bwana amekufanya kuwa chombo. Bwana anakufanya kuwa chombo. Bwana anakufanya kuwa chombo kipya kikali chenye meno. Nasema chenye meno. Wewe piga tu makofi kwa imani. Chenye meno kwa jina la Yesu. Rikatamakatalabinda riakatalarabina maya ikoria makatalkaradesa reposhatalarabina maya ikondalarabina mayanda rapatalarabina mayeta ikoria mashatalarabina maya ikandalarabana maya. Kama unaweza nena kwa lugha. Nasikia neema inashuka juu yako. Nasikia mvua inanyesha juu yako. Hiyo mvua inanyesha juu yako. Usiondoke hapo kwa hali ile ile. Rikana manaraba ikandarabana maya rekatalarabina maya yakalarabina maya. Nasema maumbile mapya yanatokea. Bwana anakufanya kuwa chombo kikali chenye meno kipya cha kupuria nafaka. Unaisaga milima, utaipepeta nayo itapeperuka. Upepo utaipeperusha. Utawasaga, utawasaga saga, utawasaga, utawasaga. Urakana makanda. Nasema kuna kusaga, kuna kufikisha. Unakusaga, kuna kufikisha. Saga kwa neno la Bwana ulilolipokea kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Usikae, usikae. Simama tu kwa miguu yako, usichoke. Mbona mimi nimesimama masaa yote? Kuna kitu Bwana anafanya. Funika macho yako uangalie msalaba. Pale msalabani ndiko aliposema imekwisha. Magonjwa yako yamekwisha. Kama una shida ya miguu, ni wakati wa kupona miguu yako katika jina la Yesu. Sema Bwana, siku ya leo najiweka wakfu kwako kuwa chombo cha hazina ya neno lako.
Ninakataa kuwa kama yule mpumbavu aliyejenga nyumba yake kwenye mchanga. Mvua zikaja, pepo zikavuma, zikaipiga ile nyumba, na maanguko yake yakawa makuu. Ninakusudia kuwa kama shamba lenye udongo mzuri, kama yule mtu mwenye akili aliyechimba msingi wake penye mwamba, akajenga nyumba yake. Mvua zikaja, pepo zikavuma, zikapiga ile nyumba, isitikisike. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninalipokea neno lako na ninakubali lisajiliwe ndani ya maisha yangu. Katika jina la Yesu nimepokea, nami naamini. Amen. Keti. Fungua wimbo namba 92. Nataka nimjue Yesu. Sijui kama ni 92 kwenye kitabu chako, maana mimi nimefungua kitabu cha nyimbo za Kristo. Nataka